بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Je, imekufikia habari ya msiba wa kufudikiza? Siku hiyo nyuso zitainama zikifanya kazi nazo taabani, ziingie katika moto unaowaka, zikinyweshwa kutoka chemchemu inayochemka. Hawatakuwa na chakula isipokuwa kichungu chenye miba, hakinenepeshi wala hakiondoi njaa. Siku hiyo nyuso nyingine zitakuwa kunjufu, zitakuwa radhi kwa juhudi yao katika bustani ya juu. Hawatasikia humo upuzi, humo imo chemchemi inayomiminika, humo vimo viti vilivyonyanyuliwa na bilauri zilizopangwa na matakia safu safu na mazulia yaliyotandikwa. Je, hawamtazami ngamia jinsi alivyoumbwa, na mbingu jinsi ilivyoinuliwa, na milima jinsi ilivyothibitishwa, na ardhi jinsi ilivyotandazwa? Basi kumbusha, hakika wewe ni mkumbushaji. Wewe si mwenye kuwatawalia, lakini anayerudi nyuma na kukataa, basi Mwenyezi Mungu atamuadhibu kwa adhabu iliyokubwa kabisa. Hakika ni kwetu sisi ndiyo marejeo yao, kisha hakika ni juu yetu sisi hisabu yao. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Ghashiyah imeteremka Maka. Imeanza sura hii kwa njia ya kutia shauku kusikiliza hadithi ya siku ya Kiyama na hayo mambo yatakayotokea humo. Inaashiria kwamba watu ni makundi mawili. Miongoni mwao wapo ambao hawatapata heshima yoyote kwa watakavyopokewa na wataingia kwenye moto mkali, na wapo watakaoifika siku hiyo kwa furaha kwa namna ya rehma na radhi zilizoandaliwa kwa ajili yao. Kisha sura ikaeleza dalili zilizo wazi za uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu kufufua kutokana na wanavyoona wenyewe kwa macho yao na wanayonafirika kwayo katika uhai wao. Na baada ya kuzitaja dalili hizi, ikageukia habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukumbusha kwamba wajibu wake mkubwa kwa mintarafu yao ni wazi, ya kwamba yeye hakutawalishwa juu yao awalazimishe kuamini,
na kwamba mwenye kugeuka na akakufuru baada ya waadhi huu ni Mwenyezi Mungu ndiye atakayemshika kwa dhambi zake, na atamwadhibu kwa adhabu kubwa kabisa ataporejea kwake baada ya kufa, kwani marejeo ya wote na kuhesabiwa kwao wote ni kwake yeye Mwenyezi Mungu. Ewe Muhammadi, imepata kukujia hadithi ya kiyama ambacho kwa vitisho vyake kitawafanya watu wazimie. Siku hiyo ya kiyama zitakuwepo nyuso zimedhalilika, zimechoka taabani kwa shughuli na mashaka ya motoni. Zinaingia kwenye moto na uwaka kwa nguvu, wananyweshwa maji inayotoka kwenye chemchemu inayotokota. Hawana chakula ila chakula kiovu kabisa, anaadhibika mwenye kukila. Hakileti nafuu yoyote katika mwili wala hakiondoi njaa. Na pia zitakuwapo nyuso zenye kutoa nuru siku ya kiyama kwa malipo ya vitendo vyao walivyofanya duniani. Hao watakuwa wameridhia kwa watakayoyapata katika pepo iliyo juu kwa pahala na cheo. Humo halisikiliza ni neno la upuuzi, humo mna chemchemu isiyo katika. Humo vitakuwamo vitu vilivyonyanyuliwa kwa cheo na kwa hakika kama ni ziada ya neema, na bilauri yani gilasi zilizowekwa mbele yao, na mito na matakia yaliyopangwa kwa safu, na mazulia mengi yaliyotandazwa hapo barazani. Wanapuuza kuzingatia ishara? Basi hebu na wamwangalie ngamia vipi alivyoumbwa kwa namna ya peke yake kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Katika kuumbwa ngamia zipo ishara na miujiza yenye kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu, ambao yafaa wenye kuzingatia wauzingatie. Katika sifa zake zinazoonekana ni hizo zinazomfanya kweli awe ni jahazi ya jangwani. Macho yake yamenyanyuka yako juu ya kichwa na yanaelekea nyuma, na tena yanakope za kuyakinga na mchanga na vumbi. Kadhalika pua na masikio yamefunikwa na nywele kwa sababu hiyo hiyo. Ukivuma mdharuba wa mchanga, pua hufunga na masikio hupinda. Juu ya kuwatokea hapo ni madogo na si yenye kudhihiri mno ukilinganisha na mwili wake. Ama miguu ni mirefu kwa kusaidia wepesi wa kwenda, pamoja na kunasibiana na urefu wa shingo yake. Ama nyayo ni pana zimetanda kwa uhafifu, ili kumwezesha ngamia kwenda juu ya mchanga laini. Na ngamia kwa jumla chini ya kifua chake na chini ya viungo vyake vya miguu pana kama mito inayomsaidia ngamia kupiga magoti na kulala juu ya ardhi ngumu na imoto. Kama vile vile pande zote mbili za mkia wake yapo manyoya marefu ya kumlinda sehemu zake za nyuma na vitu vya kumudhi. Ama vipawa alivyopewa ngamia kwa ajili ya kazi yake ni vya ajabu zaidi. Siku za baridi hahitaji maji, bali anaweza asinywe maji muda wa miezi 2 mfululizo, ikiwa chakula kimajimaji na laini, au wiki 2 kiwa kikavu. Pia anaweza kustahamili kiu hata siku za joto muda wa wiki au wiki 2, na upungua muda huo zaidi ya 2/3 ya uzito wake. Na anapoyapata maji huyagugumia maji kwa wingi mno, arejeshe uzito wake wa zamani kwa dakika chache tu. Na ngamia hayarimbiki maji katika tumbo lake kama ilivyokuwa ikidhaniwa, bali katika mfumo wa mwili wake, na huyatumia kwa uangalifu mkubwa mno. Kwa hivyo kabisa hapumui kama anavyopumua mbwa mathalan, wala hatoi pumzi kwa mdomo wake, wala hatoki majasho kwenye ngozi yake ila kwa uchache kabisa. Na hayo ni kuwa daraja ya joto ya mwili wake inakuwa chini sana asubuhi mapema, kisha hupanda kidogo kidogo zaidi ya daraja 6 kabla ya kuhitajia kuipoza kwa jasho na kutoa mvuke. Na juu ya maji mengi mno yanayotoka katika mwili baada ya kiu kirefu, kwa hakika uzito wa damu hauathiriki ila kwa kiasi tu. Na kwa hivyo kiu hakina athari kitu juu yake. Na imethibiti mafuta ya nundu yaliyohaziniwa kwa ajili ya nishati yana mkifu kumkinga na machungu ya njaa
lakini hayamfaidishi sana kwa haja ya maji ambayo ni lazima kwa mwili wake. Na bado wataalamu wangali wanagundua mapya katika ngamia kila ukichungua ya kuhakikisha hadhi aliyompa Mwenyezi Mungu mtukufu kuwa tazamwe katika uumbaji wake wa muujiza. Na waizingatie mbingu wanayoiona daima, vipi ilivyonyanyuliwa huko mbali bila ya nguzo, na milima wanayoikwea mpaka wakafika vileleni kwake, vipi ilivyosimamishwa kwa urefu, imeshikamana na ardhi, haiyumbi wala haitikisiki. Mara nyingi katika Kurani tukufu inatajwa kuwa ardhi imekunjuliwa, na makusudio ya hayo ni kuwa ardhi ijapokuwa ni duara kama mpira kwa sura yake, lakini inavyoonekana kwa watazamao ni kuwa imekunjuliwa. Na haya hayagongani na yaliyothibitishwa na sayansi katika jambo lolote. Na ardhi wanayoikalia na kuiendea juu yake, vipi ilivyokunjuliwa na kutandazwa. Basi kumbusha kwa wito wako, kwani kazi yako muhimu ni kufikisha wito tu, hukuwa mtawala juu yao. Lakini miongoni mwao atayepuuza na akakataa, basi Mwenyezi Mungu atampa adhabu iliyo kubwa kabisa, isiyokuwa na ya kuipita. Hakika ni kwetu sisi marejeo yao kwa kifo na kufufuliwa, wala hapana penginepo isipokuwa kwetu. Tena ni juu yetu sisi tu peke yetu kuwahisabia na kuwalipa.